Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Thumma as-salatu was-salamu ala habibina wa imamina wa qudwatina wa mustafana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Ikhwata al-imani wal-islam, bado tupo katika kuzungumzia fawaida zinazopatikana katika ahadith al-Qudusiyya, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo anatusimulia Mtume Muhammad yale anayoyapokea kutoka kwake. Miongoni mwa ahadithi ambazo tulizitaja katika wiki zilizopita ni ahadith ya ibn Adam, ewe mwanadamu, kullukum dhalun illa man hadaytuh, kullukum arin illa man kasawtuh, kullukum ja'iun illa man at'amtuh. Hizi ni ahadithi ambazo ukipenda unaweza ukarejea au kurudia katika silsila yetu ya vipindi vilivyopita vya ahadith al-Qudusiyya. Hadithi yetu ya leo rawahu al-Imam at-Tirmidhi an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala rasul, anasema sami'tu Rasulallah. Anas, mtumishi wa mtume aliyemtumikia mtume kwa muda mrefu sana, ambaye ni miongoni mwa masahaba wa mwisho kuondoka katika hii dunia, waliokuwa na umri mrefu wenye baraka tele kutokamana na kumtumikia mtume na kupata suhba ya bwana mtume mwenyewe. Anasema khadamtu Rasulallahi 10 sinina fama qala liya uffin qattu, nilimtumikia mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 10, hajawahi hata siku moja kunikemea, kuniambia neno ambalo sio zuri katika uso wangu. Anas ibn Malik huyu ndiye wale waliokuwa wamekuja baada yake katika tabi'in, akina Harithul Binani au al-Bunani, akimkamata mkono wake akiupaka katika mwili wake akisema hadhihi yadun massat Rasulallah, huu mkono huu ulimgusa mtume, huu mkono muhimu sana, akiukamata mkono wa Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas anasema sami'tu Rasulallahi yaqulu qala Allah ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ewe mwanadamu, hakika muda ambao wewe utakuwa unaniomba, muda ambao utakuwa unataka msamaha kwangu, basi na mimi Mola wako nitakusamehe na wala sijali. Ya ibn Adam, ewe mwanadamu, lau balaghat dhunubuka anana sama, lau yatafika madhambi yako unayoyatenda mpaka kwenye mawingu ya mbingu, thumma astaghfartani, kisha ukaniomba msamaha kwa mawingu, kwa makosa hayo yaliyofika mpaka mawinguni, la ghafartu laka wala ubali, na mimi nitakusamehe na wala sijali. Ya ibn Adam, ewe mwanadamu, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'an ghafartu laka wala ubali. Ewe mwanadamu, kama utakuja kwangu umeijaza hii ardhi madhambi na makosa, lakini umefikia kwangu hukunishirikisha mimi na kitu chochote, na mimi la ataituka biqurabiha maghfirah, nitakutana nawe nikijaza hiyo ardhi msamaha wangu. Hadithun adhimun fihi amalun kabir. Hadithi hii miongoni mwa ahadithi tukufu kubwa inayotupa hope sisi wanadamu ambao miongoni mwa desturi na mila na tamaduni zetu na hulka zetu ni wingi wa kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi hii anaisimulia Imamu Anas, sahaba wa Mtume Anas ibn Malik. Mtume anasema sami'tu Allah, anasema Anas, sami'tu Rasulullah yaqulu fima yarwihi an rabbi qala Allah, Mwenyezi Mungu anasema mtukufu
ya ibna adama innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka au ala ma kana fika wala ubali, yale yote uliokuwa nayo miongoni mwa makosa na maasi na madhambi, kama utatambua kwamba unaye Mola wa kukusamehe, kama utatambua kwamba unaye Mola milango yake iko wazi, ukaja kwangu kwa kuniomba msamaha, muda ambao unaniomba msamaha na kuniomba dua zako, ghafartu laka, mimi nitakusamehe, wala ubali, wala sijali. Kwa nini anasema Allah wala sijali? Kwa sababu kawaida sisi wanadamu, mwenzako anapokukosea akakukosea tena, au kosa likiwa kubwa akasemezwa, au kaenda ukamwomba msamaha, kikubwa kama ni muungwana zaidi atakwambia nimekusamehe, lakini wallahi siwezi kulisahau. Yani umeacha dosari, umeacha athari. Lakini kwa Allah makosa yawe makubwa kiasi gani, anakuambia mimi nitakusamehe wala sijali. Sio kama sisi kwa sisi, huku viumbe, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Makosa yetu, madhambi yetu hayamdhuru, wala takwa na uchamungu wetu haumnufaishi kwa chochote. Moja katika hadithi al-Qudsiya tuligusia hizo, ya ibn adam innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin fikum ma nafa'ani dhalik. Hata iwe vipi, sisi hatuwezi tukamdhuru wala kumnufaisha Allah na kitu chochote. Kwa hiyo kama ni dhambi, mimi nitakusamehe na wala silalamiki na wala sitojali ni makubwa kiasi gani. Almuhim wewe mja wangu uwe na wakati wa kuniomba msamaha. Almuhim wewe utambue kwamba hunaka rabbun yaghfiru dhunub, qul kullun ya'malu ala shakilatihi, fashakilatu al-abdi adh-dhunub wa shakilatu ar-rabbi al-maghfira. Istighfar, omba msamaha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakusamehe. Suala kubwa tunaloulizana mimi na wewe, huo wakati wa kustaghfiru tunao? Ndugu yangu Muislamu, hebu husisha nyakati zako za kumwomba msamaha. Acha zile nyakati za sala ambazo baada ya sala unaleta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, mbali na zile, lakini uwe na nyuradi zako za kila wakati. Ukumbuke makosa yako, maasi yako, dhambi zako. Tambua kwamba Allah anafurahi sana mja wake anapotubu na kurudi. Sisi tunamwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala usiku na mchana, na istighfari ni moja katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu anatuletea mvua, baraka, neema, hali nzuri ya kimaisha kwa sababu ya kutubu, kwa sababu madhambi ni nuksi, inaacha dosari hata katika maisha. Walau anna ahla, anasema ingelikuwa watu wa mji, ahla alqura, watu wa vijiji, watu wa miji, amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, tungewafungulia baraka nyingi kutoka mbinguni na ardhini. Mkiwa na takwa, mkiwa na uchamungu, na takwa na uchamungu ni vitu kama hivyo, kutambua kila wakati mtu umuhimu wako kuwa karibu na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibn adam, ewe mwanadamu, lau balaghat dhunubuka anana sama. Sasa hapa Mwenyezi Mungu anataka kukupa matumaini. Anajua kwamba mwanadamu ni mwingi wa kukata tamaa, na watu wengi hufika pahali wakajiona wamefika katika ile point inaitwa nukta la auda au alla auda, yani point of no return, kwamba hapa nilipofika tena mimi nilivyochafuka mimi kwa kumwasi Mola wangu, haina haja hata kurudi kwake, bora niendelee tu kutokomea. Yani mbele hukujui na nyuma huwezi ukarudi.
Ukirudi utapotea njia unavyojiona wewe, na ukiendelea kwenda utaendelea kupotea. Hata ukifika stage hii katika dini, Allah anatuambia la taqnatu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru dhunuba dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Pointi hii ya kwamba mwanadamu ni hairun la yadri madha yaf'al, Allah anamwambia lau balaghat dhunubuka anana as-sama, anana ma dhahara laka indama tarfa'u ra'sak, unaponyanyua kichwa chako, kile kinachokudhihiria hapo juu mawinguni. Basi Allah anasema lau madhambi yako yatafika huko, thumma astaghfartani, kisha ukaniomba msamaha, la ghafartu lak, nitakusamehe wewe mwanadamu, wala ubali, na wala sitojali. Ya ibna Adam, ewe mwanadamu, lau ataitani biqurabi al-ardi khataya, biqurabi dunya khataya, kama utakuja wewe umeijaza hii ardhi dunia madhambi, thumma laqitani la tushrik bi shay'a, lakini umekuja hukunishirikisha mimi na kitu chochote, basi ataituka au laqituka biqurabiha maghfira, na mimi nitakujia, nitakulipa kwa kuja kwako kuwa hukunishirikisha. Pamoja na kwamba umeijaza hii dunia maasi, na mimi nitaijaza maghfira. Angalia Allah hapa, tunasoma na kitu kingine muhimu sana, kwamba kama tutajiepusha na ushirikina, shirki, an taj'ala lillahi niddan, kumjalia Mwenyezi Mungu ana wasaidizi, ukawa mtu unashiriki hapa katika dunia, na shirki zipo nyingi, zimeenea kwa waganga na wachawi, na kuwaabudia asiyekuwa Allah, na kumpa sifa binadamu ambazo sio zake, kumuomba mwanadamu mwenzako, kumtegemea kwa kuwa yeye anaweza, ananufaisha, anadhuru, anafa. Vitu vyote shirki mbali ambazo zinatendeka katika hii dunia, anwa ashkala. Leo kutokamana na hali inavyokwenda, watu wanaona hawawezi wakafanikiwa mpaka waende kwa washirikina. Hebu nifanyie maisha yangu yawe mazuri, hebu niponye, hebu nipate dawa ya kuwa tajiri, hebu maisha yangu kutengenekewa. Wa hal ya'lamul ghaiba illa Allah. Ukawa unakwenda kustafsie, kuulizia vitu na kupiga bao na maramli hayo na vitu mbalimbali, vyote vinamuingiza mtu katika shirki ambayo ni moja katika madhambi makubwa, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Lakini kwa nini kijana ukitaka kuoa lazima ukatizamie? Kijana wa kike ukitaka kuolewa lazima ukatizamie, ukapige bao, uende kwa waganga na wachawi, unataka kumroga mwenzako, unataka kumfanya asiendelee kimaisha, unaenda kufanya mambo ambayo yale mambo yanatakiwa uyafanye kwa Allah, umpe Allah, unampa binadamu, kiumbe mwenzako. Sisi tunaona ile faida ya kukutana Mwenyezi Mungu na wewe huko mshirikisha. Lau ataitani biqurabil ardi khataya la ataituka thumma laqitani la tushrik bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira. Kama utakuja ukiwa umeijaza dunia maasi na madhambi na makosa, lakini umekuja kwangu huku nishirikisha mimi na kitu chochote, na kuahidi nami nitaijaza hii dunia maghfira kama ulivyoijaza wewe maasi. Hayo maghfira ni kwa ajili yako. Huwa ghafirun, huwa satirun, huwa kafi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika dunia hii hadithi inatufundisha kwamba tuzidi kuwa karibu na Allah. Tusiogope kwamba tumemkosea Mwenyezi Mungu, basi tusiendelee kujikurubisha kwake kwa sababu ni wachafu sana. Tujue moja katika ibada kubwa ni kutubu madhambi yetu kwa kumwahidi Mwenyezi Mungu kwamba kule nilikokuwa sirudi tena ya Rab, nisamehe ya Rab, maasi niliyokosea yote narudi kwako. Sitomshirikisha Allah na kitu chochote, sitomlinganisha Allah na viumbe vyake. Yote hayo Mwenyezi Mungu anayafurahia, na utakuwa pahala pazuri insha Allah fi dunya wal akhirah.
فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله.